Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha kwenye kipindi cha Meza ya Ufahamu. Moja kwa moja twende kwenye somo letu ambalo linaitwa ufahamu wa kumuomba mambo mazuri kutoka kwa Mungu. Ufahamu wa kuomba mambo mazuri kutoka kwa Mungu. Wengi hawana ufahamu wa kumuomba Mungu mambo mazuri kutoka kwake. Na Mungu na kweli anajibu pale unapomuomba. Mungu unaweza kumuomba mambo mazuri yenye heri juu ya maisha yako na Mungu akakujibu. Watu wengi wanaomba lakini hawapati majibu wanayoyatarajia. Si kwamba Mungu hasikii, bali ni wewe mwenyewe jinsi unavyoomba kwa ufahamu wako. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 3, neno la Mungu linasema kwamba, nitasoma kwa damu ya Yesu: hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Neno la Mungu linasema kwamba hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mnaomba vibaya. Na unapoomba, unaomba kwa nia ya kwenda kusumbua watu wengine. Kwa maana hiyo sasa, kuna maana sahihi ya kumuomba Mungu mambo mazuri. Tambua ya kwamba Mungu ni baba mwema, ni baba anayejali watoto wake. Kama wewe unavyowajali watoto wako, vile vile na Mungu anajali watoto wako. Kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 7 na mstari wa 11, neno la Mungu linasema kwamba, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Ina maana gani sasa? Kwa maana ya kwamba kama wewe unapenda kuwapa watoto wako vitu vizuri, vile vile na Mungu naye anapenda atupe vitu vizuri. Isipokuwa sisi hatujui kanuni za kumuomba, hatuna ufahamu wa kumuomba Mungu. Omba kwa nia njema. Muombe Mungu kwa nia njema. Unamuomba Mungu mali kwa nia gani? Unamuomba Mungu utajiri kwa nia ipi? Si kwa nia mbaya. Usimuombe Mungu kwa nia mbaya. Usimuombe Mungu utajiri. Pia Mungu anaomba utajiri. Kweli Mungu unaweza kumuomba utajiri, ila inategemea kwamba unamuomba kwa nia ipi. Unamuomba Mungu kwa dhamiri ipi? Mungu anaangalia dhamiri yako ya ndani. Amina. Omba kwa nia njema. Wakati mwingine tunaomba kwa tamaa au kwa sababu zisizo halali. Shika neno. Tunaomba kwa tamaa. Mungu anaomba kwa utaratibu na Mungu haombi kwa tamaa. Kwa hiyo sasa, hizo ni tamaa ambazo anazitumia. Hata mtoto wako atakuomba kwa tamaa, maana vyote atakuwa na vihitaji. Atataka juisi, atataka biskuti, atataka sijui Big G, atataka kile ambacho anakitamani yeye. Ina maana ni kwa tamaa. Kwa maana hiyo sasa, hata unapoenda mbele za Mungu, muombe kitu kwa nia njema. Inakupasa ujiulize kwamba hili ninaloliomba ni jambo ambalo linamtukuza Mungu, au ni jambo linalokutukuza wewe, au ni jambo linalokutukuza wewe. Kwa maana hiyo sasa, inatakiwa uombe jambo ambalo litamtukuza Mungu, si kwa jambo ambalo litakutukuza wewe. Amina. Omba kulingana na mapenzi ya Mungu. Unapomuomba Mungu, uombe kwa mapenzi ya Mungu, si kwa mapenzi yako wewe, kwamba tu nimeamua nikamuombe Mungu. Hapana. Muombe kwa mapenzi yake yeye mwenyewe. Yeye ndiye muumba wa kila kitu na anajibu. Unapomuomba utajiri anakupa. Unapomuomba mali anakupa. Fedha anakupa, chochote kila ila umuombe kwa ufahamu na uombe kwa mapenzi yake yeye. Sio kila kitu unachokiomba au unachokitaka ndicho Mungu akupe. Omba kulingana na mapenzi ya Mungu. Sio kila kitu unachokiomba unataka Mungu akupe, au sio kila kitu unachokitaka Mungu akupe wewe.
omba kwa nia njema, kwa maana ya kwamba sasa unapoomba, omba kwa ufahamu. Sio kwamba uombe fulani afeli, si kwamba uombee mtu afe. Omba kwa nia njema. Kwenye waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14, neno la Mungu linasema kwamba, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Kwamba tukiomba kitu kwa Mungu sawasawa na mapenzi yake, Mungu anatusikia hayo maombi, Mungu anajibu hayo maombi. Kwa maana ya kwamba sasa tuombe kama Mungu anavyotaka yeye mwenyewe, mambo mazuri. Tumuombe Mungu mambo mazuri ambayo anayataka yeye mwenyewe. Mambo mazuri ni kama hekima ya Mungu. Tunaweza tukaona kwa mfano Suleimani aliambiwa aombe, Suleimani akaomba hekima. Ndani ya hekima ndo palipo na utajiri. Ndani ya hekima utapata mambo yote ya kumpendeza Mungu. Jambo la pili, amani ya moyo. Huwezi ukawa na mali alafu ukakosa amani ya moyo, au huwezi ukawa na mali usiwe na amani ya moyo. Amani ya moyo inaambatana na mambo mazuri kutoka kwa Mungu. Jambo la tatu, baraka zisizo na maumivu. Baraka zisizo na maumivu zinatoka kwa Mungu mwenyewe. Unaweza ukawa na baraka zenye maumivu kutoka kwa shetani, ila baraka za Mungu hazina maumivu. Jambo la tatu, mafanikio ya haki. Sio umeua mtu huko halafu nataka umefanikiwa kwa kuua mtu. Hayo sio mafanikio ya haki. Mafanikio ya haki ni vile Mungu anavyokubariki kwenye maisha yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, na Mungu wa mbinguni azidi kukutakasa. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu